toba, kipindi cha toba. Anajua kwamba hatuko vizuri pamoja na nia yetu njema, kwa sababu ya udhaifu wa kibinadamu tumechipuka tukaenda kinyume na utaratibu wa wana wa Mungu, utaratibu wa wafuasi wa Kristo, utaratibu wa wafuasi wa Kanisa Katoliki. Hilo liko wazi mbele yake. Kwa hiyo kwa huruma yake analeta kipindi hiki kwangu, kwako na sisi. Hatungekuwa tunakihitaji, singekuwepo, ungekuwepo, lakini anajua tunakihitaji, anatupatia kwa sababu ya huruma yake. Ameweka toba daima katika historia ya ukombozi wa mwanadamu, kwa sababu anafahamu pamoja na nia zetu njema hatuko wema, hatuko wazuri, hatuko watakatifu hivi. Pote ya mbali, wema wake unazidi udhaifu na ubaya wetu. Ndio maana anatupa kipindi hiki cha Kwaresma yake, kipindi hiki cha toba 2026. Mimi na wewe tupe shukrani za dhati. La pili, tukipokee kipindi hiki cha Kwaresma tangu hapa mwanzoni kwa roho ya Kwaresma, kwa uchangamfu. Tuchangamkie matendo ya toba. Ni fursa tumejaliwa kila mmoja wetu aliyoko hapa. Fursa, ni opportunity, wanasema Waingereza. Ni fursa, ni baraka, ni nafasi mpya imewekwa mbele yetu ya upendeleo. Kwa hiyo ni juu yetu sasa tuitumie ipasavyo, tuitumie vizuri ipasavyo. Lengo ni kutoka katika hali yetu tuingie katika utakatifu kwa wana wa Mungu, wafuasi wa Yesu. Tuwe watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Tutumie fursa hii vizuri. Ni fursa, ni upendeleo, ni baraka, ni neema. Imewekwa hapo, imefunguliwa rasmi kuanzia tangu sasa. Tuingie, tushukuru na tuingie kwa uchangamfu katika roho ya Kwaresma, ili iweze kuwa na nini, mabadiliko. Katika kutumia fursa hii vizuri, katika kuingia kwenye roho ya toba, katika kuingia kwenye mazoezi ya toba ambayo kama kanisa ameyaweka mbele yetu siku ya leo vizuri, kusali zaidi, kutumia muda mrefu zaidi katika sala, kusali kwa uchaji zaidi, kwa ibada zaidi, katika kufunga zaidi, kufunga na yale tunayofunga tuyaweke pembeni na kupelekea maskini. Isiwe ni kwamba ni kuweka akiba alafu baadaye tuweze kutumia vizuri. Sio hivyo, sio kufunga huko. Kufunga, kujinyima vyakula, vinywaji, starehe, vitu ambavyo tunavitumia lakini si vya lazima hivi. Ningeweza kufanya sadaka na nikafaidi zaidi kanisa, nikafaidi zaidi jamii, nikafaidi zaidi wagonjwa kuliko ninavyotumia mimi. Kujikatalia, kuweka pembeni vitu ambavyo si vya lazima hivi. Hata kama ni vya lazima tuteseke kidogo,
Kwa ajili gani? Kwa ajili ya kuendea mabadiliko. Mfanano uwepo kati yangu na Kristo. Weko na mfanano. Ndugu zangu, ningewaomba tutumie muda huu kwa vipengele hivyo vitatu tu: shukrani kwa kuingizwa katika kipindi kitakatifu. Toba ni kipindi kitakatifu kwa sababu gani? Kinatufanya tufanye toba, tufanane na Mungu. Kufanana na Mungu ni fadhila. Tuwe watakatifu kama Mungu alivyo mtakatifu. Kumbe tushukuru sana kama tumejaliwa kipindi hiki sasa. Ni fursa, ni upendeleo, ni neema, ni baraka imewekwa hapo. Tutaitumiaje? Tuitumie vizuri sana, tuichangamkie hasa kwa matendo ya toba, sala, kufunga, sakramenti zaidi za kanisa, hasa sakramenti ya kitubio, hasa sakramenti ya ndoa. Mlioko huko kwenye hali hiyo ambayo sio ya Kikristo, sio wana wa Mungu, ni kipindi hiki tena Mungu anakujalia utoke kwenye usuria. Toka huko, tumia kipindi hiki. Lakini pia matendo mema kwa maskini, kwa wahitaji, kwa watu ambao wako kwenye mahangaiko makubwa ya kukosa vitu maalum, dawa, chakula, nguo, nyumba, hata fedha. Kote huko tunaingia, tufanye matendo ya huruma, na basi tubadilike, ili Pasaka ya Bwana itukute kwamba tuko hapo, tuweze kuingia katika weupe pamoja na Kristo kufufuka. Tuanze Kwaresima tukiwa na furaha, tukiwa na matumaini kwamba tunakwenda kufanya vizuri, na nilivyo sasa hivi sitakuwa hivyo wakati wa Pasaka. Utakuwako na mbadiliko mkubwa. Sasa mabadiliko yatafanyika hapa katikati ya hizi siku 40. Tumwombe Mungu Roho Mtakatifu atusindikize, tufanye roho ya Kwaresima kwa uaminifu mpaka mwisho. Tumwombe Mama Bikira Maria aliye mama wa kanisa linalosafiri, asafiri pamoja nasi katika kipindi kitakatifu, tuweze kufanana na mwanaye, tuweze kufanana naye. Tumsifu Yesu Kristo.